Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha hotuba yake ya hali ya taifa kwa msisitizo mkubwa, akidai kuwa ndani ya miezi 13 tangu arejee madarakani ameibadilisha Marekani kutoka taifa lililokuwa kwenye misukosuko hadi kuwa taifa moto zaidi duniani. Hii ni TriGen Media. Katika hotuba yake ya Jumanne Februari 24 mbele ya bunge la Marekani, iliyofuatiliwa kwa karibu na idadi kubwa ya watu kote ulimwenguni, amejikita katika mafanikio ya kiuchumi, usalama wa mipaka, sera za uhamiaji na msimamo mkali dhidi ya Irani, huku akikwepa kwa makusudi baadhi ya mijadala tata iliyotikisa utawala wake katika miezi ya karibuni, hasa suala la Venezuela. Trump amesisitiza kuwa uchumi wa Marekani unaunguruma na kwamba taifa hilo kwa sasa ndilo linaongoza duniani kwa kasi ya ukuaji wa kiuchumi. Amedai kuwa mfumuko wa bei umeshuka, ajira zimeongezeka, uwekezaji wa ndani umeimarika na soko la hisa limepanda kwa viwango vya kuvunja rekodi. Kwa mujibu wa Trump, sera za kupunguza kodi, kuhamasisha uzalishaji wa ndani na kuipa kipaumbele sekta ya nishati zimekuwa chachu ya mabadiliko hayo, yaliyopelekea wawekezaji wa kimataifa kwa sasa kuiona Marekani kama kitovu kikuu cha uchumi wa dunia, amejinasibu Trump. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya uchumi wameonya kuwa licha ya takwimu chanya katika baadhi ya sekta, Wamarekani wengi bado wanakabiliwa na gharama kubwa za maisha, hasa katika nyumba, huduma za afya na mikopo. Katika hotuba hiyo, Trump amesukuma moto mkali kwa Irani na kuwa angependelea zaidi suluhisho la kidiplomasia, na kuonya wazi kuwa Marekani chini ya utawala wake haitairuhusu Irani kumiliki silaha za nyuklia. Kauli hiyo inakuja wakati kukiwa na mvutano unaoongezeka kati ya Washington na Tehran kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Trump amewahi kutishia hatua za kijeshi iwapo Irani haitasitisha au kupunguza mpango wake huo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kauli hiyo kama ishara ya kuendelea kwa sera kali ya Marekani dhidi ya Irani, huku kukiwa na hofu kuwa mvutano huo unaweza kuathiri usalama wa Mashariki ya Kati na soko la mafuta duniani. Hotuba ya Trump inatafsiriwa kama kitendo cha kuimarisha taswira ya uongozi wake wenye mafanikio na uthabiti. Na hii ni TriGen Media.